Wa alayka salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndio, labda ungeweza kwanza kujitambulisha raia waweze kufahamu. Ndio, mimi kwa majina naitwa Abdalla wa Malanga Sofer, kutoka ndani ya mji wa Tanganyika, mu province ya Tanganyika. Ndio. Raia ungependa kwanza kufahamu, umetoka kwenye mkoa wa Tanganyika, wewe ni kiongozi wa kikundi gani? Mimi ni msemaji wa kikundi cha deuxième region ya Tanganyika ya Wazalendo. Ndio. Nimemsindikiza kiongozi wetu kikuu Komanda Region Mayaya Malumbi Edouard kwa kwenda kuhudhuria kikosi aliyotanguliza mbele kunako shamba la vita. Na yeye amebeba ingine gundi amepeleka. Ndio. Kwa sasa hivi huko katika mji wa Baraka, mkoa wa Kivu ya Kusini, raia waelewe nini zaidi uwepo wako hapa? Tunaomba raia wote wakuwe na matumaini ya kusema kama tumeenda fukuza mwizi mwenye kupenda kuiba udongo usio Mungu akumupa. Ndio shaba ya kutupitisha, na tunaomba raia ikuwe na matumaini na itupatie nguvu. Haitatupatia nguvu kwa majani ama kwa nini, mimi itatupatia nguvu kwa maombi. Mapaster ikeshe kwa kutuombea ili bale bezi bakimbie kwa harufu bila kupigwa risasi. Ndio, kwa sasa hivi labda raia wanajiuliza vikosi ambavyo uko navyo, raia wanasema kwamba ni vidogo, kweli vitatosheleza kwa kuweza kumfukuza adui? Vikosi ni vingi. Sisi hivi tuko hapa unaweza kuona ni batu 10. Mayani ni kikosi, miti ni vikosi. Na kazi itafanyika kule, itafanyika kwa nguvu ya miti na mayani, bafu bote batalamuka na batabapiga. Lakini inasemekana kwamba adui anakuwa na silaha nzito, na nyinyi silaha hizo mnakuwa nazo upande wenu au namna gani? Ile silaha njoo zetu banatuletea kwa kuya kutuachia, na tutaibeba kwa sauti. Uwe na ile matumaini kusema ile silaha nzito ile haitalia kwa nguvu ya inchi, haitalia. Tunaenda kuichugua. Sisi tuko na silaha ndogo na tuko na silaha ya ukimya na tuko na mpanga na kisu. Tutabeba ile silaha ya kabambi. Lakini ukiangalia kwamba vikosi vingi tayari vimeshajielekeza huko katika maeneo kama Nyola kwenda kupambana na adui, lakini mpaka sasa hivi raia wanajiuliza vita bado havijaanza. Na ninyi mtakwenda kuingia katika mkondo huo au namna gani? Vita ina lengo ya programu. Haiwezi piganiwa tu wakati unaona kigundi njoo kipigane. Wenda kuna Roho Mtakatifu bado kushuka. Unajua mnaweza kuingia katika kanisa mko wengi, na kama Roho Mtakatifu hayashuka hautasikia huyu kuzoza au huyu kusema au huyu kufanya hivi. Tuko nachunga Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu wakati itamshukia amuri Williamo ya kutumba sherji tu ataamurisha sasa, basi Roho Mtakatifu ishashuka mfanye kazi na kazi itafanyika. Labda raia ungependa kufahamu kwanza hapa ukweli jinsi ulivyo. Kwa kutoka kwenu katika mkoa wa Tanganyika maeneo yale na kuja kwenye mkoa huu wa Kivu ya Kusini ambako wanapatikana adui, ni kupitia kauli ya Rais Felix Tshisekedi au ni kupitia muungano wenu wa SNPCC? Ndio. Kuna kauli ya rais, ila sisi hatuna direct na rais. Tuko na msimamizi wetu wa kizalendo anayetusimamia amuri Williamo ya kutumba. Wakati anaposema nina lazima ya majeshi ikuye, lazima imukute pale anaposema. Na ndio maana majeshi inatoka, tunamfuata huko, twende tujue kuna maelekezi gani ya kwenda kufukuza ule mwizi. Hivi uwepo wako kwa jinsi mnavyokwenda pale katika maeneo ya shamba la vita, kufika kwenu na ndipo ambako mashambulizi yataanza au namna gani? Hatutakupatia ile programu kwa sababu watu bashielewe. Ndio. Sasa tunataka kupatia programu ya kusema kufika tu na vita inaanza. Unajua hii ni vita ya kisiasa. Direct batajua sema bali sema ni siku fulani. Ili hatujue saa wala siku, kama vile Isabuni Mariamu aliposema kusema siku ile haijulikanake. Na ndio na sisi tunakuambia siku hiyo ya kile kivumbi na jasho akitajua mtu. Kwa sasa hivi jeshi la taifa FRDC linaonekana kwenda na hacha vijiji vingi kumwachia adui. Upande wenu kama vile wazalendo, wazaliwa wa udongo huu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lile swala kamanda unalipokea upande wako kwanza namna gani? Sisi tunajua jeshi la serikali ndio jeshi halali la Kongo. Na sisi ni watoto wa nchi, ingawa kama wao wanaacha migini na kukimbia.
Sisi tunaangalia hatuweze kuwa chini ya utawala ya watu wenye Mungu akutupatia nabo. Yaani Mungu alifanya mipaka ya nchi na si tunaenda tugarantire mipaka yetu. Kama Boba FARDC banaenda, baende, lakini si tutafia udongo wetu. Makamanda wengi wanasemekana kwamba wanakuwa naachilia nafasi kwa adui kwa kupewa pesa. Upande wenu pesa hizo mtazitambuka namna gani? Sisi tunatumika miaka mingi, atusaidiwe msaada wowote wa pesa. Si tunaishi kwa biama ndani ya pori, tunaishi kwa bimbeku ndani ya pori, baka tupatia hiyo pesa tutashituka, tutauza nini? Ya kwanza angalia kwa hali tuko, mavazi hatuna. Angalia mtu anavaa kanzu na magodio. Ulishakaona mtu avae kanzu na magodio? Maana ni kukosewa. Hatuna lazima haja ya pesa ya mtu, bali tuko na shida tu tupate bimbeku mupori na biama byetu mupori tukule ili tufukuze ule adui. Raia wanajiuliza hivi kwa sasa hivi faida gani ambayo mnaweza kupigania, au kuna makubaliano gani kati ya kundi lenu hili au vikundi vyenu vya wazalendo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Sisi hatuna makubaliano yoyote ile. Makubaliano yetu tunasimamia kwa amri yenye Mungu alisema asialaaniwe anayehamisha mpaka wa jirani yake. Na kama tunaona leo wajerani yetu wanaama mpaka wabo banatuendea. Sasa sisi vijana, sisi wakongomani tunalia sana kwa nchi yetu kutawaliwa na Mwanyarwanda. Sasa hivi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe 18 wanakwenda kuongea na waasi wa M23. Upande wenu yale maongezi mnapokea namna gani? Maongezi yale kama banapenda maongezi, barudishe kwa bile vikosi vyote bifunge mpaka wabo. Na sisi vikosi vyetu vyote tuchunge mpaka wetu. Sasa bakubwa baongee. Wakati bakubwa wanaongea, kama banashinda kuelewana sasa, tufunguliane sasa yenye binaweza kuwa bikumana. Labda makubaliano yote yale ambayo yatakayozungumziwa kule mtakuwa tayari nayo namna gani? Kwa siku kubali ni paka tunasikia kusema ke Mwenyarwanda anaingia muudongo wake, anatuachia udongo wa nchi yetu. Kwa sababu ile ndani ya ile marenyo biko banafanya, maongezi biko banafanya, na njoo ile iko inatuma Mwenyarwanda akuya anasogea. Uniambia tangia kule kwenye balitokea Bunagana, na leo banafika Goma, na leo banafika Bukavu. Papa hata museme balikuwa wapi kwa kuongea? Bobi kunaona wakati mkongomani anatafuta kujitoa juu ya nchi yake, tuongee. Mkongomani anaregea. Baada ya mkongomani kuregea, Boba na profite sasa occasion ya kubeba vijiji vya Kongo. Hata Mungu mwenyewe atatutetea. Ndio, lakini umesema kwamba umekuja na vikosi ambavyo ni vingi katika maeneo yale kwenye mkoa wa Tanganyika. Kuna vikosi vingine ambavyo umeacha kwa ajili ya kulindia raia usalama? Ni wengi sana, habina idadi. Simina kuambia Mayani ni wajeshi, Miti ni wanajeshi, Make na Samaki ndani ya mitoni yote ni wanajeshi. Wanajichunga kwa usalama sana na wanachunga tu. Mwenyarwanda akanyake mwile udongo utasikia. Labda hii inakuwa ni mara ngapi, vikosi vya mara ngapi hivi sasa ambavyo mnatuma kwenye shamba la vita huko katika maeneo ya Bukavu? Kutoka kwetu tunakuwa na vikosi vya namba ya 3. Yenyewe inangoleka kiongozi mwenyewe, kamanda wetu Malumbi Mayaya Edouard, anangoleka yeye mwenyewe na kikosi cha kutosha. Ende asikie nini itakayofanyika pale. Labda ujumbe wako wa mwisho kwa raia wanakusikiliza kwa muda huu? Ninawatakia raia yote tufungamane kwa pamoja, tusiachane. Ingawa kama hautakuwa na watoto wenye wataweza kupiga ule adui, basi mtusaidie maombi, pamoja na Mungu tutashinda. Kiongozi, tunakushukuru. Amina, na mimi nakushukuru bwana msemaji, bwana journaliste, na mimi nakushukuru sana. Asante. Wana tokoti baraka deja tokoti bana mboka toye kosala mosala oya babalote sereka kwa sokyo kosala mosala na bangona oyo balingi kokotana na place na biso tolingi kobeta bango ti na suka nango
kubengana Mungu na zama loko moko te vitu zao kulunga kaka wanda pamoja sana zambe stili moko amesana na tano Dala journaliste loko izawa Banyarwanda wanabake bana bango ozomona boro huyu izapo na bango ngunga pembala umbala ezopunda peto beta ndenge sengeli bubangi ezate toza pona Kongo na biso toko wapona ikolo ikoya ya toza bana mai Ndiyo mtazamaji wa BG Online TV, hivyo ni vikosi ambavyo vimetoka kwenye mkoa wa Tanganyika, maeneo ya huko Kalemi. Huenda labda kuna watu ambao wanakuwa wafahamu kwenye mkoa wa Tanganyika na wanajielekeza huko kwenye maeneo ya Kamanyola ili kwenda kupambana na adui ambaye ni M23. Huko kuna vikosi vingi ambavyo tayari vipo huko, mtazamaji wetu, ambako tayari vimeweza kujielekeza huko ili kuhakikisha kwamba adui anaweza kuteketea vilivyo. Licha ya kwamba mazungumzo ambayo yanapangiliwa kuweza kufanyika tarehe 18, lakini bado makamanda wengi wa kundi wa wazalendo bado wanaendelea kupingana zaidi na madai hayo. Utaangalia kwamba ni watu ambao wanajitolea zaidi sana. Vikundi vingi vya wazalendo vinaendelea kujitolea ili kuweza kuhakikisha kwamba adui anapigwa kwa risasi, sio kupigwa kwa mazungumzo. Tunathamini sana mtazamaji wa BG Online TV hapo ulipo kwa muda huu. Tunakuomba uweze kusubscribe na kusambazia wengine ili nyote muwe tayari kuwa napata habari zetu za saa na dakika. Hatuna la ziada mtazamaji, tunasema bye bye. Endelea kufuatilia channel yako kwa habari nyingi zaidi.